Kwa pamoja tunawasilisha maazimio yafuatayo. Maazimio haya yamegawanyika kwa maazimio kwa serikali, maazimio kwa vyombo vya habari na maazimio kwa wanahabari wenyewe. Tukianza na haya maazimio ya serikali, tumeyagawanyisha katika vitengo. Tukianza na vitengo A, tumezungumzia hapa mazingira wezeshi na uhuru wa habari. Katika hii la kwanza tumesema serikali iendelee kuhakikisha mazingira huru, salama ya kidemokrasia kwa vyombo vya habari na wanahabari kutekeleza majukumu yao bila vitisho, hofu na vikwazo visivyo vya lazima. Pili, marekebisho ya katiba, sheria na sera yazingatie ulinzi wa uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari na usalama wa wanahabari. Tatu, vyombo vya habari vyombo vya dola viheshimu haki za waandishi wa habari wanapotelekeza majukumu yao kwa mujibu wa sheria ili kuondoa hofu na kujidhibiti kupita kiasi kwa wanahabari. Katika maazimio haya naenda kitengo B, mageuzi ya kiuchumi kwa sekta ya habari. Haya maazimio yamewasilisha kwa serikali, ikiwasilisha kitengo cha 4, serikali itoe vivutio vya kikodi kwa vifaa vya habari, teknolojia na utangazaji, miundombinu ya kidijitali na vifaa vya uzalishaji wa maudhui ili kuchochea ubunifu na ushindani wa kikanda. La 5, serikali ifanye mapitio na ulinganifu wa kodi, tozo na ada mbalimbali zinazoikabili sekta ya habari ili kupunguza mzigo wa uendeshaji. 6, serikali iharakishe ulipaji wa madeni yanayodaiwa na vyombo vya habari kutoka taasisi za umma ambayo yamekuwa yakidhoofisha mtiririko wa fedha wa sekta. La 7, serikali iharakishe kuanzishwa kwa mfuko wa habari, yani media fund, kwa mujibu wa sheria ya huduma ya habari ya mwaka 2016. Tunaingia kwenye kipengele che ya uwekezaji na ajira, ikiwa maazimio kwa serikali. 8, serikali itengeneze sera rafiki zitakazovutia uwekezaji mpya katika sekta ya habari, ubunifu wa kidijitali na ajira kwa vijana. La 9, serikali iendelee kuunga mkono wajasiriamali wa maudhui ya kidijitali, vyombo vya habari vya kisasa, yani new media na startups za kihabari kwa mikakati bunifu ya ukuaji wa sekta. Swala la 10, serikali kupitia JAB iendelee kutekeleza majukumu yake kama ilivyopewa mamlaka, ikiwemo kuwajengea uwezo wanahabari katika maswali mbalimbali ikiwemo akili unde. Tunafika kitengo D, cha maazimio ambayo yamewasilisha serikalini, namba 10. Serikali iongeze uwazi wa taasisi za umma na kurahisisha upatikanaji wa taarifa za umma kwa wakati. 11, vyombo vya kusimamia utendaji wa vyombo vya habari, mfano mamlaka ya mawasiliano yani TCRA, idara ya habari maelezo na taasisi husika ziendelee kutekeleza sheria na miongozo ya sekta kwa haki, uwazi na weledi. Tunafika kipengele E cha maazimio ya kuwasilisha serikalini, akili unde, teknolojia zinazoibukia, ubunifu na lugha ya Kiswahili. Serikali kwa kushirikiana na wadau pamoja na taasisi za kimataifa iendelee kushirikiana na vyombo vya habari na majukwaa ya kidijitali kuwezesha matumizi ya Kiswahili, fursa za mapato mtandaoni na ujumuishaji wa teknolojia mpya. Ya 13, serikali itengeneze sera zinazoongoza matumizi salama yenye uwajibikaji na yanayolinda haki za wananchi katika matumizi ya akili unde, hasa kwenye sekta ya habari, mapitio na sheria zinazominya uhuru. Tunafika kipengele cha mwisho katika maazimio ya serikalini ya kichwa cha habari cha usalama wa habari. Katika hii namba 14, serikali iunge mikono mfumo ya misaada wa kisheria, kifedha na kijamii kwa wanahabari wanaopata madhila wakiwa kazini. La 15, waathirika wa ukiukwaji wa haki katika sekta ya habari wapatie fidia stahiki.